Moja na kuwa tunajua ni serikali isiyokuwa na uhalali, lakini kwa kuwa wamejisimika madarakani kwa mtutu wa bunduki, wana wajibu wa kutoa majibu. Kwa nikataka waseme kwa nini katika bajeti inayojadiliwa bungeni Dodoma, kwenye hilo bunge haramu batili iliyotokana na uchaguzi haramu batili, kwa nini katika bajeti hakuna bajeti ya katiba mpya? Na ni lini katika hii bunge linaloendelea la bajeti wataingiza bajeti ya katiba mpya? Nikataka majibu ya waziri wa fedha, nikataka majibu ya waziri wa katiba na sheria. Sasa jana waziri wa katiba na sheria wamejibu wawili, lakini huyo mwingine msemaji wa CCM wa umoja wa wazazi wa CCM aliyesema unajua katiba mpya ni jambo la wananchi sio la Chadema. Kwa nini Chadema imeunda kamati kwa ajili hiyo? Huyo bwana Ali Hapi sitatumia muda mrefu sana kumjibu, sababu nilishamjibu lile jambo lake moja lile, na nasubiri aseme tena kama atarudi tena ili tuseme na mengine zaidi, kwamba yeye ni katibu wa jumuiya ya wazazi ya CCM, alafu anazungumzia kuhusu mali, alafu kule kwenye jumuiya anayoongoza kule wao wamenyang'anyana na kuuza shule za jumuiya ya wazazi ya CCM na kuna mzozo mkubwa kule ndani yake. Alafu anazungumzia kuhusu fedha mali. Mimi nikawa nasema tu nikasema, lakini nataka kuwaambia vile vile wana CCM wa hapa Masasi, muitake CCM iweke hadharani ile ripoti ya ukaguzi wa mali za CCM. Yaani CCM wanaibia nchi mpaka wanaibiana wao kwa wao. Sasa Magufuli alipokuwa wakati ule mwenyekiti wa CCM, akaba Mwenyezi Mungu hajamtoa, aliunda kamati ya kukagua mali za CCM. Ile ilikuwa inaongozwa na Bashiru sio na nini. Wakazunguka kwa kukusanya taarifa. Wakagundua madudu mengi sana ya CCM kuibiana wao kwa wao. Kwa mpaka wakaifanya ile ripoti kuwa siri. Sasa kama wanataka kuzungumza mambo, waiweke ile ripoti yao hadharani. Ndani mule utakuta mambo ya ajabu sana. Hii kampuni ya Vodacom hii ina kampuni tanzu kule Afrika Kusini. Alafu kule Afrika Kusini chama cha ANC cha Afrika Kusini kilitaka kuipa zawadi CCM ya hisa kwa kile kinachoitwa namna Tanzania ilivyopigania uhuru wa Afrika Kusini. Kwa wakaamua kupeana huko nyuma ya pazia kinyemela hisa kwenye kampuni ya simu. Alafu wakazidiana wenyewe huko mpaka hizo hisa haziko tena kwa CCM. Hapo wana CCM hawajui. Alafu kuna kampuni nyingine tena ya simu, na yenyewe ili kuja Tanzania, lakini ikapewa masharti ili ipewe leseni inabidi itoe hisa kwa CCM. Yaani CCM wana madili mengi ya ajabu sana. Yaani kwa heshima ya muda nisiende zaidi. Yaani hata katika hii biashara ya makaa ya mawe Ruvuma, CCM napo wana maslahi. Kuna kampuni yao inaitwa huko Jitegemee, na yenyewe iko kwenye biashara huko ya makaa ya mawe. Mnawajua? Yaani niishie hapo. Ila nataka kusema nini? Ali Hapi ishie huko. Akiendelea tutafika mbali sana kwenye hayo ya CCM. Sasa yeye amezungumzia katiba. Amesema Chadema haipaswi kuzungumza mambo ya katiba, kuunda kamati kwa sababu ni mambo ya wananchi sio mambo ya chama. Mimi huyo nampuuza kwa sababu haelewi kuhusu masuala ya mchakato wa katiba. Lakini waziri alijibu jana. Waziri amesema hivi jana. Moja, katiba mpya ni swala linalopaswa kuletwa na serikali. Pili, amesema anayeweza kuleta katiba mpya ni Rais Samia kwa kadiri ya waziri, na amesema rais aliahidi Novemba kwenye bunge kwamba ataendeleza mchakato wa katiba. Alafu akasema rais kwa sababu anataka katiba mpya
tume ya Chande aliyoiunda imependekeza mchakato wa katiba uendelee. Alafu sasa akajichanganya. Akasema kile nilichokisema Dar es Salaam, kwamba katika macho ya Samia Suluhu Hassan na katika akili za Samia Suluhu Hassan, mchakato wa katiba Tanzania, ili katiba mpya ipatikane, zinapaswa zipitie hatua 4 za kwanza kabla ya hatua nyingine yoyote. Samia anasema kwanza kuunda tume ya uchunguzi wa vurugu, ndio hiyo tume ya Chande. Kwa tume ya kwanza ambayo imechukua muda alafu haijaja na majibu kamili. Kwa hiyo tume ya kwanza. Alafu anasema baada ya tume hiyo inaundwa, na ameiunda tume ya pili ya kuchunguza masuala ya jinai kuhusu vurugu za Oktoba 29 na kuendelea. Ndio hiyo tume ya jaji wa rufaa Lila. Alafu anasema hiyo tume ya kijinai ambayo hamjui itamaliza kazi lini, inabidi tuisubiri kwanza imalize. Alafu ikimaliza aunde tume nyingine ya maridhiano katika nchi. Maridhiano. Na yenyewe hatujui itaanza lini, itaendelea mpaka lini. Alafu ikimaliza hiyo tume ya maridhiano, ndio aunde tume nyingine ya 4, tume ya katiba mpya, ambayo na yenyewe haijulikani inaanza lini na inaisha lini. Ndio maana kwa sababu ya hizo hatua 4 na kwa sababu hawana dhamira kabisa ya katiba mpya, ndio maana Chande, jaji kwenye ripoti ya Chande, na Samia hotuba yake ya kupokea ripoti ya Chande, wote wakasema katiba mpya ni mpaka mwaka 2028. Sasa kwa huu mtiririko wa tume 4 itafika hata 2028 hii michakato ya hizi tume namba 1, tume namba 2, tume namba 3, tume namba 4 haijaisha. Ikifika 2028, 29 ikija, wanasema unajua uchaguzi umeshafika wa serikali za vitaa, vijiji na vitongoji. Kwa tuachane na mambo ya katiba kwa muda, tufanye uchaguzi wa vijiji na vitongoji kwa katiba hii, kwa sheria hizi ili waendelee kuengua wagombea. Alafu wakishamaliza uchaguzi wa 2029, watasema unajua muda umebaki kidogo kuelekea uchaguzi wa 2030. Kwa hebu tumalizie na uchaguzi wa 2030 kwa katiba hii na sheria hizi. Alafu katiba mpya msubiri mpaka mwaka 2031 au huko mbele. Mko tayari kwa hilo? Mko tayari kwa hilo? Wangapi hamko tayari? Hamko tayari kusubiri? Hamko tayari kusubiri? Hamko tayari kusubiri? Semeni hatuko tayari kusubiri. Hatuko tayari kusubiri. Sasa nataka nimkumbushe Samia Suluhu Hassan, wakati wa kampeni kabla ya mauaji ya vyombo vya dola, Samia alisema kwenye kampeni ndani ya siku 100 toka ingie Ikulu mchakato wa katiba utakuwa umeanza. Toka ingie Novemba, huu ni mwezi wa 6. Siku 100 zimepita, zikapita na 100 nyingine, zikaendelea na nyingine, si ndio? Sasa tunataka Samia mwenyewe ajitokeze, yeye mwenyewe. Waziri wa Katiba na Sheria hili limeshavuka uwezo wake. Sababu amemsingizia Samia ajitokeze. Aseme ni kwa nini ndani ya siku 100 mchakato wa katiba mpya haujaanza? Lini mchakato wa katiba mpya unaanza? Bajeti ili ingie bungeni lazima ipite kwenye baraza la mawaziri. Ni kwa nini aliruhusu na baraza lake bajeti bungeni bila bajeti ya katiba mpya? Sisi Chadema tumesema kwa sababu hawa wanadanganya umma, wanachelewesha makusudi, sisi tutaongoza Watanzania kutengeneza mchakato wa katiba wa wananchi. Kuanzia sasa tuanze kuendelea na katiba mpaka kieleweke. Peoples! Kwa nikisema katiba mpya mnasema free Tundu Lissu. Katiba mpya. Katiba mpya. Katiba mpya.
Mimi nimalize na kioja kidogo tu kwa sababu muda ushaniishia. Tazungumza tena wakati mwingine. Kioja. Sio hoja kubwa, lakini kioja. Kioja nilichokikuta toka nimeanza Lindi mpaka na Chingwea mpaka hapa. Ni kwamba kila mahali barabarani huko bayani kwingi kuna mabango ya kampeni ya Samia Suluhu Hassan ya uchaguzi. Yanasema chagua Samia Suluhu Hassan, si ndio? Sasa nataka kwanza halmashauri ya Masasi. Yale mabango kuna sheria ya kodi na tozo kwa mabango ikiwemo ya kampeni. Waliitunga wenyewe. Sasa halmashauri ya Masasi iseme na halmashauri nyingine zote zenye mabango ziseme CCM na Samia wamelipa kiasi gani za mabango mpaka sasa, kwa mabango hayo kuwepo mpaka leo, toka mauaji ya Oktoba mpaka leo mabango yapo, si ndio? Alafu watuonyesha hizo hela ziko wapi, kwa sababu tunawadai CCM hela, si ndio? Lakini pili, msajili wa vyama vya siasa aiandikie barua CCM ya kujieleza ni kwa nini inaendelea na kampeni ya uchaguzi wakati hakuna uchaguzi hivi sasa. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu